Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, nimewaita leo hapa kuzungumza nanyi kwa niaba ya chama chetu na kupeleka ujumbe wetu kwa Watanzania na msimamo wa chama chetu kuhusu upandaji wa bei ya mafuta na gharama na athari zitakazojitokeza kwenye maisha ya kila Mtanzania. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ninawatakia heri Watanzania wote kuhitimisha mifungo ya kiimani Ramadhani kwa Waislamu hadi kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr na Kwaresma kwa Wakristo hadi kusherehekea siku ya Pasaka. Chama chenu mnachokiamini, tunalazimika kuzungumza nanyi mambo muhimu ya nchi yetu, na katika mazungumzo haya mambo muhimu ya kuchukua hatua. Kama chama kikuu cha siasa nchini, tunakusudia pia kuwa na utaratibu wa kila mwezi kuzungumza masuala muhimu kuhusu nchi yetu yanayohusu siasa, uchumi, mahusiano yetu, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo huu ni utaratibu mpya ambao tunauanzisha, ambapo kwa kila mwezi chama chetu kitazungumza na Watanzania mambo yote yanayokuwa yamejitokeza kwa mwezi ambayo yanahusu usalama wa nchi yetu, masuala ya uchumi na masuala ya kisiasa. Watanzania wenzangu, leo ninazungumza nanyi sio kuhusu bei ya mafuta. Ninazungumza nanyi kuhusu maisha ya watu. Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta sio tu habari ya nishati, ni habari ya gharama za kuishi, ni habari ya mfumuko wa bei, ni habari ya uwezo wa mwananchi kuendelea kuishi kwa heshima. Na kwa sababu hiyo, leo tunapaswa kusema ukweli kwa uwazi, kwa takwimu na kwa ujasiri. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa. Na sio hilo tu, uchambuzi pia unaonyesha kuwa sehemu ya gharama zisizo za kodi, yani miundombinu ya ndani ya usambazaji, yani visivyo vya kikodi, ni takribani 4%. Kwa hiyo ukijumlisha ile 31% na 4%, kwa kuna karibia 35% ambazo zinachukuliwa kwenye haya mambo ya logistic, usafiri wa ndani na tozo mbalimbali. Kwa lugha rahisi kabisa, mzigo mkubwa unaoweza kujadiliwa kisera hauko kwenye usafirishaji peke yake au gharama kwenye soko la kimataifa au kupanda kwa gharama za bima na meli. Mzigo mkubwa uko kwenye eneo la kodi na tozo za ndani. Na hapa ndipo mjadala wa kitaifa unapaswa kuwa na watu wazima wa takwimu na uwajibikaji
kwa sababu kama 31% ya bei ya mwisho ni mzigo wa kodi, basi mamlaka haiwezi kujificha nyuma ya hoja ya kwamba tatizo lolote duniani. Hapana. Dunia inaweza kuleta mshituko, lakini ndani ya bei hiyo mamlaka inachangia kwa kiasi kikubwa kupanda kwa bei. Na hapa kuna ukweli mwingine wa muhimu sana wa kisera. Iwapo mamlaka ingepunguza mzigo wa kodi na tozo japo kwa 10% tu, bei ya mwisho ya mafuta ingeweza kushuka kwa takriban shilingi 382 kwa lita. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Leo kila mtu, bunge dhalimu lisilokuwa na ridhaa ya wananchi, lililopaswa kusemea wananchi na kuwatetea wananchi kwenye masuala haya, linasingizia vita ya Mashariki ya Kati, vita ya Irani na Marekani na upande mwingine Israeli, kwamba ndio vimesababisha upandaji wa mafuta. Na inasikitisha sana. Lakini ukweli wa kisera kama nilivyosema unaonyesha kwamba tozo na kodi ni nyingi mno kwenye kila lita moja ya mafuta, ambazo inasababisha mwananchi kupata mzigo huu. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Shilingi 382 chini kwa bei ya petroli. Kwa hiyo kama kwenye kituo cha mafuta tumenunua mafuta kwa sasa shilingi 3,802, ukitoa shilingi 382 unazungumzia shilingi 3,500 kwa lita moja. Hutanunua tena 3,800, utanunua 3,500. Hiyo ni kama umeondoa 10% tu. Ukiondoa 20%, ina maana bei ya petroli na diesel itashuka kwa zaidi ya shilingi 700. Kwa hiyo kwenye kituo cha mafuta tutanunua diesel kwa shilingi 3,100 badala ya shilingi 3,800 tunayonunua sasa. Hivyo hivyo kwenye mafuta ya taa, hivyo hivyo kwenye petroli. Hiyo ni afueni ya moja kwa moja kwa watu wa daradara, na kama watu wa daradara watapata ahueni, maana yake hawatapandisha bei ya nauli ambayo inakwenda kumwathiri mwalimu ambaye mshahara wake haujapanda. Yeye mshahara wake uko pale pale, lakini bei ya kusafiri kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo chake cha kazi inaenda kuongezeka. Kwa hiyo ukipunguza hiyo gharama, haitamwathiri mtu wa daradara, na isipomwathiri mtu wa daradara, haitamwathiri mwalimu, haitamwathiri mfanyakazi wa kawaida anayetoka nyumbani kwake kwenda kufanya kazi kwenye hoteli Mbezi Beach. Kwa hiyo maisha yatakuwa ni ahueni kwa huyu mwananchi. Tutakumbuka katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio, alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi 3. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa, baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa ambayo yako Kigamboni, na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana katibu mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi 3. Sasa kama tuna mafuta ya miezi 3 ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makatel, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu.
wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda wananchi dhidi ya hatari za soko la kimataifa na mifumo dhaifu ya ndani inayochangia kupanda kwa bei hizi. Ndugu wa Tanzania, tunaposema mafuta yamepanda, watu wengine hudhani ni mjadala wa sekta ya nishati tu. Hapana, huu ni mgogoro mpana wa gharama ya maisha, kwa sababu mafuta ni uti wa mgongo wa mzunguko wa bei katika uchumi. Mafuta yanagusa usafiri wa umma, maroli ya kusafirisha chakula kama nilivyosema hapo awali. Mafuta yanagusa kilimo na usafirishaji wa mazao. Mafuta yanagusa uvuvi, kwa sababu boti zote zinazoingia ziwani na baharini zinatumia mafuta. Mashine na generator, biashara ndogo kama vinyozi wanaonyoa kwa kutumia generator. Yanagusa usagaji kwa vijijini ambapo hakuna umeme, watu wanasaga kwa kutumia mafuta. Ujenzi na vifaa vya ujenzi, mafuta yanagusa. Usafirishaji wa dawa muhimu, dawa zote tunazotumia binadamu, mafuta ndio yanatumika kusafirisha. Mzunguko wa bidhaa kutoka bandarini hadi sokoni. Kwa hiyo mafuta yakipanda bei, daradara huanza kubeba shinikizo, maroli huanza kuongeza gharama, wafanyabiashara huanza kurekebisha bei, masoko ya ujumla huanza kupandisha bei, wachuzi, yani watu wanaouza kwa retails, rejareja, huongeza wigo wa faida, yani margin, kwa hofu ya mshtuko unaofuata. Wananchi hujikuta wanalipa gharama kubwa zaidi kwa kila siku. Kwa lugha ya uchumi, hii ndio tunaita cost push inflation shock. Yaani ni hali ambayo bei ya mafuta ikipanda, halafu kila kitu kingine kinaanza kupanda kwa sababu ya mafuta hayo. Jambo hili linahitaji kama nchi kuwa waangalifu sana, kwa sababu hata kwenye ripoti vichwa vya habari vinaweza kuonekana imekaa sawa, wananchi bado wanaweza kuumia. Mwananchi wa kawaida haishi kwa vichwa vya habari vya magazeti. Mwananchi wa kawaida wala majadwali ya takwimu. Mwananchi wa kawaida anaishi kwa hali halisi. Ndugu wa Tanzania, katika kila mgogoro wa kiuchumi kuna swali moja la msingi sana: nani anabeba mzigo? Hilo tumeshalieleza kwa undani zaidi kwamba mwananchi ndio anabeba mzigo.